Je, unajua kwamba breakfast unayokula kila asubuhi inaweza kuwa sababu ya wewe kuhisi uchovu, njaa ya haraka, kukosa nguvu au hata kuongeza uzito bila kujua? Watu wengi huanza siku zao kwa chai na maandazi. Dakika chache baada ya kula hujisikia vizuri, lakini baada ya saa moja au mbili njaa hurudia tena. Wengine huanza kuhisi usingizi kazini, wengine hukosa nguvu za kufanya shughuli zao za kila siku. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba vyakula vingi vya asili vya Kitanzania ambavyo babu na bibi zetu walikuwa wakila kila siku vinaweza kuwa na faida kubwa zaidi kwa afya kuliko breakfast nyingi za kisasa. Je, ni vyakula gani hivyo? Ni chakula gani kinaweza kufanya ushinde njaa kwa muda mrefu? Ni breakfast gani inaweza kusaidia afya ya moyo, mmeng'enyo wa chakula na kuongeza nguvu siku nzima? Ni breakfast gani ya gharama nafuu ambayo watu wengi wamepuuzia lakini ina lishe ya ajabu? Katika video hii nitakuonyesha breakfast 10 bora za kiasili za Kitanzania, faida zake kiafya, makosa ambayo watu wengi hufanya wakati wa breakfast hiyo, na jinsi ya kuzipanga kwenye mlo wako kila siku. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Hakikisha unatazama hadi mwisho kwa sababu namba 1 inaweza kukushangaza zaidi. Kama unapenda mada za afya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Namba 10. Matunda ya asili. Watu wengi huona matunda kama vitafuno tu, lakini ukweli ni kwamba matunda yanaweza kuwa sehemu muhimu sana breakfast yenye afya. Matunda kama nanasi, embe, papai, chungwa na tikiti maji yana vitamin, madini na nyuzi zinazosaidia mwili kufanya kazi vizuri. Faida zake ni pamoja na kuongeza kinga ya mwili, kuboresha afya ya ngozi, kusaidia mmeng'enyo wa chakula, kusaidia mwili kupata maji. Lakini kosa ambalo watu wengi hufanya ni kula matunda pekee bila protini. Ili breakfast iwe bora zaidi, kula matunda pamoja na yai la kuchemsha angalau na glasi ya maziwa. Mchanganyiko huu hufanya ushibe zaidi na kupata virutubisho vingi zaidi. Namba 9 ni karanga. Karanga ni moja ya vyakula asilia vyenye virutubisho vingi, lakini watu wengi hawavitumii vizuri. Karanga zina protini, mafuta mazuri, madini muhimu, nishati ya kutosha. Karanga zinaweza kusaidia kushiba kwa muda mrefu zaidi kuliko maandazi. Unaweza kula karanga pamoja na mihogo, viazi vitamu au kuongeza kwenye uji wa lishe. Hii ni breakfast rahisi zaidi yenye nguvu kubwa sana mwilini. Namba 8 ni viazi mviringo vya kuchemsha. Viazi mviringo mara nyingi hupuuzwa kwa sababu watu wengi huvifahamu zaidi kama chipsi. Lakini viazi vya kuchemsha ni tofauti kabisa. Vina nishati ya kutosha, vitamin C, nyuzi na madini mbalimbali. Badala ya kukaanga kwa muda mrefu kwenye mafuta mengi, chemsha viazi na ule pamoja na mayai mawili. Utapata breakfast yenye uwiano mzuri pamoja na wanga na protini. Namba 7 ni magimbi. Magimbi ni moja ya vyakula asilia ambavyo vizazi vya sasa vimeanza kuvisahau. Lakini ukweli ni kwamba magimbi yana uwezo mkubwa wa kushibisha na kusaidia afya ya mfumo wa chakula. Faida zake: husaidia mmeng'enyo wa chakula, hutoa nguvu za kudumu, husaidia kushiba kwa muda mrefu, yana fiber yani nyuzi nyingi. Magimbi yanaweza kuliwa na mtindi au maziwa ili kuongeza protini. Namba 6 ni mayai. Kama kuna chakula kinachotajwa sana na wataalamu wa lishe duniani, basi ni mayai. Mayai yana protini ya kiwango cha juu sana. Mwili huyatumia kujenga misuli, kurekebisha tishu zinazoharibu na kusaidia afya ya ubongo. Ukila mayai mawili asubuhi pamoja na viazi au ndizi za kuchemsha, unaweza kushiba kwa muda mrefu zaidi kuliko kula maandazi manne. Namba 5 ni uji wa lishe. Uji wa ulezi, mtama au dona
ni moja breakfast bora zaidi zinazopatikana Tanzania. Lakini si ule uji wenye sukari nyingi pekee. Uji bora ni ule ulioongezwa karanga, soya, maziwa. Faida zake, kuna madini ya chuma, kuna protini, lakini pia kuna nishati na vitamini mbalimbali. Ndiyo sababu watoto wengi hupewa uji wa lishe ili kusaidia ukuaji wao. Namba 4 ni mihogo ya kuchemsha. Mihogo ni chakula asilia ambacho kinaweza kukupa nguvu nyingi sana. Faida zake, kusaidia kushiba kwa muda mrefu, hutoa nguvu, ni nafuu, inapatikana karibu kila mahali Tanzania. Mihogo ikiliwa pamoja na karanga au maharage huwa ni breakfast bora sana. Namba 3 ni ndizi za kuchemsha. Ndizi za kupika ni moja ya vyakula bora kwa breakfast. Zina potassium inayosaidia moyo kufanya kazi vizuri. Pia hutoa nguvu za taratibu ambazo hudumu kwa muda mrefu. Ukichanganya ndizi na maharage unapata moja breakfast bora zaidi zinazopatikana Afrika Mashariki. Namba 2 ni kande. Kande ni mchanganyiko wa mahindi na maharage. Hiki ni chakula kinachopendwa sana na wataalamu wa lishe kwa sababu kina uwiano mzuri wa virutubisho. Faida zake ni protini, nyuzi na nishati mwilini, na hupelekea kushiba kwa muda mrefu. Ukila kande asubuhi unaweza kukaa muda mrefu bila kuhisi njaa. Namba 1 ni viazi vitamu. Na sasa tumefika kwenye namba 1. Viazi vitamu ni moja breakfast bora zaidi asilia. Ina vitamini A nyingi, nyuzi, nishati ya kudumu na madini mbalimbali. Viazi vitamu vinaweza kusaidia ushibe kwa muda mrefu na kusaidia afya ya macho. Kula viazi vitamu pamoja na yai au maziwa ili kupata breakfast kamili. Makosa makubwa ambayo watu hufanya kwenye breakfast. Kabla tujamaliza, hebu tuangalie makosa ambayo watu wengi hufanya. Kosa la kwanza ni kunywa chai pekee. Kula mandazi kila siku, kuruka breakfast, kutokula matunda na kutokunywa maji ya kutosha. Makosa haya yanaweza kuathiri afya yako bila hata kutambua. Mpango mzuri wa breakfast ya siku 7. Jumatatu, viazi vitamu, yai na maziwa. Jumanne, kande na parachichi. Jumatano, ndizi na maharage. Alhamisi, uji wa lishe na karanga. Ijumaa, magimbi na mtindi. Jumamosi, viazi vitamu na mayai. Jumapili, matunda na maziwa. Ukifuata mpangilio huu, mwili wako utapata virutubisho tofauti kila siku. Rafiki yangu, afya bora haianzi hospitalini. Afya bora huanza jikoni, na mara nyingi huanza na breakfast yako. Kila asubuhi una nafasi ya kufanya uchaguzi mmoja ambao unaweza kuathiri afya yako kwa miaka mingi ijayo. Je, utachagua chai na mandazi pekee kila siku, au utaanza kujumuisha vyakula asili vyenye lishe kama viazi vitamu, kande, ndizi, mihogo, magimbi, mayai, karanga na matunda? Niandikie kwenye comment section au kwenye sehemu ya maoni. Ni breakfast gani kati ya hizi 10 unaipenda zaidi? Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.